Na umekuwepo Bad Nation kwa muda gani before haujatambulishwa kama msanii? Umeshakuwepo kwa muda gani? Toka 2021. Toka 2021. Maana yake ni kwamba una miaka 6 ndani ya Bad Nation. Yeah. Okay. Na natamani kujua safari yako ilikuwaje mpaka kukutana na Mario na kuwa signed ndani ya Bad Nation. Okay. Kwanza mimi sijatambulisha hata nimetoka wapi. Mimi ni mzaliwa wa Mbeya, sehemu moja inaitwa Songwe. Nakubali. Oh yeah. Ukishuka tu airport ndio home. Okay. Ukishuka tu airport ndio nimependa hiyo. Ukishuka tu airport ndio nyumbani. Kwa hiyo nimezaliwa pale, nimekulia pale, nimesoma pale. Kuna harakati za kujitafuta kimaisha. Nilipigiwa simu na babu yangu ambaye alikuwa anaishi Dar es Salaam, anaitwa Mzee Simfuko. Akanipigia, mjukuu wangu, bibi yako anataka mtu wa kumsaidia kufanya biashara hapa shule ya msingi. Kwa akanambia njoo. Na mimi wakati huo ananiambia njoo, nilikuwa nishaanza kuingia kwenye mambo ya muziki, lakini nilikuwa si ukiwa Mbeya. Nilikuwa nachana tu, nachana na nini. Lakini nilikuwa najua safari hii itakuwa safari nzuri, nikienda huko nitakutana na watu wengi kwa sababu wasanii wengi wapo Dar es Salaam. Kwa hiyo nilipofika Dar es Salaam nikapokelewa vizuri na nini, tukaanza kufanya zile mishemishe ambazo na bibi yangu. Tukawa tunaamka asubuhi tunatengeneza chapati, tunatengeneza sambusa, mandazi, tunauzia watoto wa shule pale. Shule ilikuwa karibu na nyumbani. Wapi hapa, maeneo gani? Maeneo ya Tabata Kimanga. Shule inaitwa Shule ya Tumaini. Kwa shule ipo hapa, nyumbani hapa. Kwa tunaamka tu asubuhi tunatengeneza vitu, tunauza na nini. Kwa tulienda ikafika time nikabadilisha biashara. Akanifungulia biashara ya kuuza viatu, stand ya Kimanga. Kwa nimefanya pale na nini tena biashara kama tukafungua tena biashara nyingine. Biashara ya tatu kama biashara ya kuuza maji, soda nini pale stand kwenye daladala. Kwa hiyo ikaenda long, tukatafuta biashara nyingine ambayo ndio hiyo nikaachana nao. Kwa hiyo tulianza kutengeneza pilipili. Tulikuwa tunaamka asubuhi naenda Ilala pale tunachukua nyanya, pilipili nini tunazitengeneza, tunauzia watu wa chips. Kwa hiyo nikaga nafanya hiyo mishe, nazunguka kwenye ma chips na nini, tunafanya hiyo biashara. Kwa hiyo mwisho wa siku na mimi unajua ukitaka kukua, unajua inabidi usogee tena sehemu nyingine. Ya kwa nikaongea nao vizuri pale, nikatafuta kazi nyingine, ndo nikaanza, ndo safari yangu ya muziki pia ilikuwa. Mario ulikutana naye vipi mpaka akakusign Bad Nation? Okay. Mario bwana, mimi Blaza Chino ndo mtu ambaye alinikutanisha. Na alinikutanisha vipi? Blaza Chino mimi nimewahi kukutana naye studio. Before yani hatujaonana. Yani tulikutana tu akanisalimia na nini, ila hatakuwa tunafahamiana. Kwa ni mtu ambaye nilikuwa namuona tu kwa mbali, lakini hivyo. Kwa kuna siku nilitoa nyimbo yangu hiyo 2021. Nilitoa nyimbo inaitwa Najiachia. Video alishoot director Fole. Okay. Yeah, kwa baada ile nyimbo kuitoa ikawa kama inaenda na nini, watu napata support za mablaza na nini. Kwa wakanitafuta watu wengi. Unaona? Chino naye pia akanitafuta. Alafu mimi muda huo nilikuwa nishabadilisha biashara, yani nishafanya mishe nyingi. Nishaingia kwenye mishe ya chapati. Hapo tayari na ofisi yangu natengeneza chapati. Okay. Natengeneza chapati. Kwa hapo nilikuwa natoa muziki lakini nipo busy na mishe. Chino alipofanikiwa kuniona vile akanitafuta, mdogo wangu una kitu itabidi nikusaidie. Umeona? Nikasema sawa. Kwa hiyo akawa ananijulia tu hali na nini, akuniambia bwana ipo siku na kuunganisha na Mario. Kwa hiyo nimekaa, kuna siku akanipigia, mdogo wangu utakuwa na nyimbo 3 au 2 nitumie. Nikamtumia nyimbo 3. Kipindi kile Mario alikuwa amesafiri huko South Africa. Kwa nilivomtumia, kumbe na alimtumia Mario. Alivomtumia Mario akamwambia msanii mzuri, nikirudi itabidi tumchukue tuonane naye. Ya kwa alivorudi akanipigia njoo, nikaenda nikaonana naye, ndo mara kwanza tumeonana na Mario. Yeah. Okay. Stories za kwamba umekuwa unamwandikia Mario zina ukweli kiasi gani? Hapana. Kwa sababu mimi pia nawishi nimwandikie kwa sababu yeye ndo mtu ambaye ananiandikia vitu vingi. Okay. Kwa na mimi pia nawishi siku nimwandikie kitu. Na ngoma ya 225 nani ambaye aliandika? Alihusika kwenye kuchora ngoma nzima? Yeye mwenyewe. Ngoma yote kwa asilimia kubwa? Yeah. Wewe sio mwandishi mzuri. Mbona unacheka? Mimi ni mwandishi mzuri, lakini ujue kuna wakati unaweza kukuta labda wewe njia yako unapita huku
alafu tajiri anaona njia sahihi ni kwa sio vibaya kama mtu akikutoa kwenye reli hii akakuweka kwenye reli nyingine ambayo ni reli ambayo imenyoka na ni reli salama. Kwa Mario ni mtu ambaye anaweza akakubadilishia kitu akakupa kitu kikubwa zaidi. Kwa ni mtu ambaye ananifanya kila siku najifunza vitu vingi. Kwa hiyo kazi zote ambazo umefanya nazungumzia Sawa pamoja na hii naenda nao. Zote ni Mario kahusika kwenye kuandika? Hapana. Anahusika kwenye kupiga msasa, lakini pia ndo uandishi wenyewe. Ujue mtu hata akikupa neno moja tayari ameshaandika kwenye wimbo wako. Kwa hiyo hata akisema hii sauti badilisha, imba hivi, tayari kashahusika kwenye kazi yako. Kwa ni lazima ahusike kwenye kazi yangu kwa sababu hatuwezi kutoa kazi bila yeye kuipitisha na kuona ni bidhaa ambayo inaingia sokoni ikiwa iko sawa. Na wewe ni ngoma gani ya Mario ambayo umehusika hata kwa kutia neno? Zipo nyingi, kazi zote zinazotoka tunashirikiana. Kwa hiyo naweza nikamshauri na mimi penye ambavyo naona hapa mzee wangu ukipita hivi. Kwa kama ngoma gani? Muziki yote inayotoka tunashauriana. Kwa kuna ngoma ambazo unaweza kwa kwamba hapa nimehusika kwenye kufanya hiki, nimehusika kwenye kufanya hiki. Moja tu. Nadhani nyimbo nyingi tu tunahusika. Okay. Yeah. Sawa. Upo kwenye label sasa hivi na ni msanii ambaye unakuja na unakutana na vitu vingi sana. Ukikutana hizi stories kwenye mitandao kwamba bwana mimi nilikuwa kwenye label fulani, nimetoka, management yangu ilikuwa inipi hichi, sijui nalala studio, sijui na kina hivi na hivi kimeenda kimerudi, nalipishwa bilioni. Nalipishwa bilioni. Huyu sijui katoka kalipishwa milioni 100. Kwako unazichukuliaje? Ujue ndo kama nilivyosema, ujue kila mtu na inategemea anafanya kazi na nani. Kwa mtu ambaye unafanya naye kazi inategemea naye pia na moyo wa aina gani. So mimi naona timu yangu iko sawa na nafanya kazi vizuri na nafurahia kuwa kwenye timu yangu. Kwa sijajua kama watu wanaopataga changamoto labda ni wanakoseaga kuwa kwenye lebo. Sijui, lakini mimi naamini lebo yangu iko sawa kabisa.